Yes, mtazamaji wa JNR Mtita TV, rafiki namba moja wa burudani na michezo. Karibu sana tuzungumze soka. Niko na mzee wa data, Ramadhan Baduke. Mzee wa data. Yanga ana mchezo wa marudiano baada ya kupoteza kule nchini Malawi. Vipi? Nafasi yake ipo kufuzu makundi? Maana tayari tunaona wanatuambia tukutane kwa Mkapa. Kwa mtazamo wangu ipo sana, sio kidogo. Na hata ukiweka kwenye asilimia, kwangu mimi naona ni zaidi ya asilimia 90. Ila siweki asilimia 100 kwa sababu ni mpira wa miguu, lazima tuheshimu. Lakini kitendo cha kufungwa bao 1-0 ugenini katika michuano ya CAF, hatua hii ya mtoano kwenda katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, umepoteza 1-0 ugenini. Alafu mechi inakuja kumalizwa kwako. Usipofuzu uzembe utakuwa wako, wala sio kitu kingine. Na kwa uzito wa Yanga kulinganisha na Silver Strikers, kwa namna tulivyoiona mechi ya kwanza ambayo Yanga licha ya kufungwa, licha ya kucheza vibaya, lakini bado sioni kwamba eti Silver Strikers washasonga mbele. La hasha, bali naiona Yanga ina asilimia kubwa ya kufanya vizuri na kusonga mbele kuingia hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika na sio kukwazika mbele ya Silver Strikers. Huu ndo mtazamo wangu. Sasa mzee wa data, Yanga wafanye nini kwenye huo mchezo wa marudiano? Iko wazi. Washinde. Tena washinde kwa tofauti ya mabao mawili. Kwa sababu inafahamika wazi. Wakishinda nao 1-0, kwa kanuni za CAF inakuwa 1-1, mshindi lazima apatikane. Tena kwenye mikwaju ya penalty. Penalty hazina mwenyewe. Yaani hiyo ni last result. Yaani imeshindikana kabisa ndio washinde 1-0. Lakini wasifungwe, hilo ndo la msingi zaidi. Sare pia haiwasaidii, wasitoe sare, washinde. Na tena ushindi wa tofauti ya mabao mawili plus na kwenda juu. Wakishinda kwa tofauti ya bao moja, huku Silver Strikers wakiwa wamepata bao, Yanga wametolewa. Tunajua wakishinda 2-1, matokeo jumla yatakuwa 2-2, Yanga nje. Faida bao la ugenini litaibeba Silver Strikers. Wakishinda 3-2, vivyo hivyo. Wakishinda 4-3, lakini wakishinda kwa margin ya mabao mawili, vyovyote vile 2-0, 3-1, 4-3, 4-2, yani tofauti ya mabao mawili. Maana yake tayari tofauti ya mabao itatosha kuifanya Yanga isonge mbele. Maana kwa mfano akishinda 4-2, matokeo jumla yatakuwa 4-3. Hivyo ndivyo ambavyo wanaweza wakasonga mbele. Na hilo je, linawezekana? Ndio linawezekana. Isipowezekana ni wao wenyewe Yanga, wachezaji, benchi la ufundi chini ya kocha wa muda Patrick Mabedi ndio watabidi wabebe lawama, kwa sababu Yanga inaonyesha rekodi zake hivi karibuni tu imeshawahi kufanya makubwa zaidi ya kutakiwa kushinda kwa tofauti ya mabao mawili. Na kukumbusha Babu Ali na watazamaji wako, msimu wa 2023-24 Yanga ikiwa inashiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, ikiwa chini ya Miguel Gamondi, ilikwenda Algeria dhidi ya CR Belouizdad kwenye kundi lao wakiwa na Al Ahli, wakiwa na Medeama, wakiwa na Al Ahli, Medeama, CR Belouizdad. Walipokwenda Algeria walifungwa 3-0 na CR Belouizdad. Hali ikaonyesha kwenye msimamo wa kundi lao kwamba wenye nafasi ya kufuzu hatua ya robo finali baada ya Al Ahli kujihakikishia, ambao baadaye walikuja kuwa mabingwa katika msimu wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ilikuwa ni wao Yanga au MC Alger. Na ili wasonge mbele MC Alger walihitaji sare yoyote kwa Mkapa jijini Dar es Salaam au ushindi wowote. Lakini Yanga ili wasonge mbele lazima washinde, na sio ushindi tu, ushindi wa kuanzia tofauti ya mabao 4. Umeshaelewa? Sasa Yanga wakijua kwamba wanatakiwa washinde kwa tofauti ya mabao 4, CR Belouizdad walikuwa tayari hata wakifungwa wasifungwe kwa tofauti ya mabao 4. Yaani CR Belouizdad wangefungwa 2-0 bado na nafasi ya kwenda kuungana na Al Ahli kwenye hatua ya robo finali, wangefungwa 3-0 bado wanayo nafasi, wangefungwa 4-1 bado wanayo nafasi, 5-2 bado wanayo nafasi. Yani lazima Yanga ilikuwa wapate tofauti ya mabao 4 ndipo wasonge mbele. Maana walifungwa 3-0, si ndio? Uzito uko wapi hapa? Kwa unapotakiwa ushinde kwa tofauti ya mabao 2 na kushinda kwa tofauti ya mabao 4 tena dhidi ya CR Belouizdad iliyokuwa moto miongoni mwa klabu 10 bora barani Afrika by then, yani msimu wa 2023-24. Yanga kwa Mkapa walishinda 4-0. Bao la 4 likifungwa na Joseph Gede, mchezaji wa kimataifa kutoka Ivory Coast ambaye baadaye aliondoka Yanga kenda Singida Black Stars, hivi sasa hayupo. Walishinda 4-0, sio? Silver Strikers si miongoni mwa klabu vigogo barani Afrika kama ilivyokuwa CR Belouizdad. Wameshinda 1-0. Kwa Mkapa Yanga watakiwa washinde kwa tofauti ya mabao 2. Watashindwaje sasa ukizingatia rasilimali watu, mchezaji mmoja uwanjani, wao wako vizuri zaidi.
Kwa hiyo hawana sababu yoyote ya kushindwa, isipokuwa itakuwa ni lawama kwao kwa kutotumia vyema vipaji vyao, rasilimali watu wao, ukwasi wao kiuchumi. Wako vizuri kuliko Silver Strikers, wakatolewa, na itakuwa ni, mimi naweza kusema itakuwa ni aibu, kwa sababu wao wana kila sababu ya kusonga mbele. Mechi ya marudiano inafanyika kwa Mkapa. Yanga hii ndio yenye Pacome Zouzoua, Yanga hii ndio yenye Djigui Diarra, Yanga hii ndio yenye Dickson Jobu. Taja mchezaji yoyote ukiangalia wasifu wake ukilinganisha na Silver Strikers, ni mashariki na magharibi. Lakini ndio maana sijaweka 100%, nakwambia zaidi ya 90%, kwa sababu mpira wa miguu hauchezwi kwa rekodi zilizopita, hauchezwi kwa wasifu wa mchezaji mmoja mmoja, inachezwa kulingana na mpango kazi wa timu kwenye mechi na utekelezaji wake kwa wachezaji mmoja mmoja walipata nafasi ya kucheza. Kwa sababu hata hii mechi walifungwa 1-0, kabla ya mechi kwenye makaratasi kwa inaonyesha Yanga hawezi kufungwa na Silver Strikers, akiwa wamefungwa tena, wamefungwa kwa brilliance tuseme kiwango bora cha baadhi ya wachezaji. Silver Strikers kilitosha kuamaliza Yanga, akiwamo kiungo wao Chizi Vunga, aliwavuruga kweli kweli pale katikati, anawavunga kushoto kulia, mpira unaenda mbele, matokeo yake yakasababisha lile bao lilofungwa na Anduru Yosef. Sasa namna gani wafanye? Kwanza wachukulie kana kwamba mechi ndio kama mpya, na ndivyo ilivyo, japo hii ni mechi kama tunasema kipindi cha pili baada ya dakika za awali. Pili, wasicheze kwa fikra za kwenye makaratasi hizi tunazosema kwamba Yanga wako juu, la hasha. Uwanjani wachukulie kama wakubwa wengine wote, na wala sio kuibeba kama Silver Strikers. Wachukulie tu kama wanacheza na Al Ahly, wanacheza na Esperance, wanacheza na watani zao wa jadi Simba, wanacheza na RS Berkane, yani wanacheza na timu iliyojipata yenye kiwango cha juu bila kujali kwenye rekodi za kwenye makaratasi. Kwa kufanya hivyo maana yake ni nini? Kila atakayepata nafasi ya kucheza anatakiwa ajitume mwanzo mwisho. Yani second balls wawe ndo wanazipata. Yani mipira ya pili wao wanashinda, mipira 50 kwa 50 wao juu. Kucheza kwa ushirikiano, kwenye kuzuia wazuie wakiwa wengi. Lakini kubwa zaidi nidhamu, sio kuanzia dakika ya kwanza nataka mnakurupuka mnainuka wote mnaenda kwenye nusu ya pili ya uwanja kutafuta hayo mabao mawili kwa kasi, halafu mnatenza fursa ambayo mnaweza mkafungwa bao la counter ikawa shughuli imekwisha, kwa sababu itaongeza uzito. Lakini watumie vyema support kutoka kwa mashabiki wao ambao nao wana kazi yao katika mechi hii. Vile viingilio vilivyotajwa, VIP A F30, VIP B F20, VIP C F10, mzunguko F5, maana yake mashabiki wa Yanga nao watekeleza wajibu wao. Waache kina Pacome Zouzoua acheze pale eneo la kati kwenye kucheza ili wawape matokeo, lakini wao watekeleza wajibu wao kama wachezaji 12 kwa kujitokeza kwa wingi, na sio tu kujitokeza, wakifika uwanjani washangilie mwanzo mwisho wachezaji wa Yanga, ikibidi wazomee Silver Strikers ili kuwatoa kwenye mchezo, wasiweze kutekeleza vyema mipango kazi ya kocha wao, na maanisha Edson Kadenge Mwafulilwa, ili mwisho wa siku wapate hayo matokeo. Inawezekana wenye nafasi kubwa ni Yanga. Mifano tena ipo mingi, nimekupa wa Sierra Belouizdad. Yanga washawai kwenda kutoa sare ya 1-1 ugenini na TP Mazembe, tena walikuamua bao kuelekea mwishoni, alifunga Dube kule Lubumbashi, maneno yakawa mengi, kwa Mkapa wakashinda mabao 3. Washafungwa 2-0 na US Monastir kule Tunisia, kwa Mkapa wakashinda 2-0. Washatoa 1-1 na Real Bamako kule Mali, wakaja kwa Mkapa wakapiga 2-0. Yanga hii kwenye kuonyesha kwamba mchezo wa mpira wa miguu ni mpaka mechi ichezwe na sio kwenye makaratasi. Msimu wa 2022-2023 nakumbusha kitu tofauti kidogo. Kwenye playoff kwa nia kufuzu hatua ya makundi kwenye kombe la shirikisho walicheza na Club Africain. Kwa Mkapa mechi ilisha bila. Kuna watu walimaliza maneno, Yanga ndio bas, hii ndio imeisha, na kauli mbalimbali. Alafu nini kikatokea? Yanga wakaenda kushinda Tunisia uwanja wa Radies bao 1-0, alifunga Stefan Aziz Ki kama tunakumbuka vizuri. Yanga wakaenda hatua ya makundi. Yanga ilifungwa na USM Alger hapa 2-1, ikaenda away ikashinda 1-0. Yaani nataka kuonyesha matokeo yanawezekana popote, lakini kwenye nafasi hii waliona nafasi kubwa zaidi ni Yanga, maana mechi inachezwa kwa Mkapa, uwanja ule umeuzoea sana kuliko wale Silver Strikers, wana wachezaji mmoja mmoja walio bora zaidi kuliko Silver Strikers, wana mashabiki maelfu watakuwepo uwanjani kuwashangilia, lakini kubwa zaidi Yanga wanachagizwa na ukweli kwamba wakichemsha kuna uwezekano itakuwa ndo timu pekee katika ligi kuu Tanzania bara itakayoshindwa kufuzu hatua ya makundi, kwa sababu kuna kila dalili Simba wanaenda kumaliza kazi kwa Mkapa. Walishashinda 3-0 kule Eswatini dhidi ya Nsingizini Hotspur, wanaenda kumalizia kazi. Azam wameshashinda 2-0 dhidi ya ndugu zao, kwa maana wa Tanzania wenzao KMKM kule Zanzibar, mabao 2-0. Wanakwenda kumalizia kazi waende hatua makundi. Singida Black Stars wametoa sare ya mabao kule nchini Burundi
dhidi ya Flambeau 1-1, wanakuja kumalizia kazi, kwa sababu ushindi wote unawafanya waende hatua makundi. Unaziona hizo timu nyingine tatu wakilishi wa Tanzania bara wa ligi kuu Tanzania bara wako katika nafasi nzuri sana ya kusonga mbele. Yanga wanayo pia nafasi nzuri, mimi nasema japo wamefungwa 1-0 bado nafasi ni nzuri, ila uwezo kulinganisha na nafasi walionayo Simba, nafasi walionayo Azam, nafasi walionayo Singida, lakini wanao uwezo wa kupata matokeo wanayohitaji ya tofauti ya mabao mawili na kwenda hatua ya makundi. Chagizo lingine ni kwamba wakifanya hivyo, Yanga itakuwa ndo timu ya kwanza nchini Tanzania katika ligi ya mabingwa barani Afrika kufuzu walau hatua ya makundi mara 3 mfululizo. Haijatokea tangu taratibu wa michuano ya ligi ya mabingwa kutoka kuitwa klabu bingwa barani Afrika mwaka 1997-98. Timu kutoka Tanzania kuingia hatua ya makundi mara 3 mfululizo haipo, Babu Ali. Hapa inabidi kukumbushia kwamba sizungumzii kombe la shirikisho. Yaani ile kwenda back to back kwenye makundi ishatokea, lakini mingine ni michuano ya shirikisho. Yanga 2022-23 ilikwenda hatua makundi, ikaenda mpaka finali kombe la shirikisho. 23-24 ikaenda robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. 24-25 imeishia hatua makundi, imemaliza nafasi ya 3. Natambua hilo. Mimi sizungumzii kama hiyo kwa sababu ndani yake kuna kombe la shirikisho. Nazungumzia ligi ya mabingwa back to back mara 3 mfululizo, haijatokea. Yanga wakifanya hivyo, wajua watakuwa wameweka rekodi mpya katika ligi kuu Tanzania bara. Hiyo nayo inaweza kawa chachu ya kuwafanya wafanye vizuri, lakini kingine ikishinda Yanga kwa hiyo tofauti ya mabao mawili na kwenda hatua makundi, itakuwa imepanda katika viwango vya ubora. Hivi sasa Yanga ni ya 9 kwa viwango vya ubora ikiwa na pointi 25. Ikishinda kwa taratibu za CAF, kitendo tu cha kuingia hatua makundi ligi ya mabingwa kabla hata mechi hazijaanza kuchezwa unakuwa na pointi 1 ambao unazidisha mara 5 unakuwa pointi 5. Ukiongeza 25 zitakuwa 30, zitaipiku USM Alger ambayo inashiriki kombe la shirikisho. Hata kama USM Alger itashinda kwenye mechi zake za kombe la shirikisho na kufuzu hatua ya makundi, kwa sababu USM Alger wakishinda watapata kwa mujibu wa taratibu za kombe la shirikisho pointi zao zitakuwa nusu mara 5 ni 2.5, unaongeza na pointi walizonazo sasa ambazo ni 27, itakuwa 29.5. Yanga nahitaji USM Alger kwa sababu USM Alger ndio iko mbele ya Yanga, ni ya 8. Yanga ikiwa na pointi zake 25 itakuwa na 30, inaipiku USM Alger, na hivyo Yanga itakuwa ya 8 ambayo ni motivation pia, kwa sababu watakuwa na fursa pia ya kupanda juu zaidi. Wakipanda wakiwa 8, zile za juu zote nazo zikashinda, maana yake tofauti ya Yanga na mtani wake wa jadi itakuwa katikati ni Zamalek ambayo yenyewe hivi sasa ina pointi 29. Ikiingia hatua ya makundi kombe la shirikisho itakuwa na pointi 31.5. Kwa hiyo yenyewe ndio itakuwa mbele ya Yanga, alafu mbele ya Yanga kutakuwa na wekundu wa Msimbazi Simba, endapo nao watafuzu hatua ya makundi watatimiza pointi 38. Kwa hiyo itakuwa Yanga, Zamalek, alafu zinafuatia nyingine kule mbele ambazo tunazungumzia Pyramids, tunazungumzia RS Berkane, tunazungumzia Esperance de Tunis, tunazungumzia Mamelodi, tunazungumzia Al Ahly ambao ndo namba 1 kwa ubora barani Afrika. Na haya ninayosema ni pale tu timu zote hizo kwa juu zimeshinda zote. Yaani makadirio ni kwamba zote zimeshinda na kuingia hatua ya makundi. Sasa ili iendelee kuwemo katika orodha ya klabu 10 bora barani Afrika, Yanga haina chaguo lingine isipokuwa ni kuingia hatua ya makundi. Hilo ndo la msingi zaidi. Nini wafanye kwa uwanjani? Nimeshasema kujituma mwanzo mwisho, waache kucheza kwa pressure kuanzia dakika ya kwanza kwamba lazimishe kufunga. Hapana, wacheze kwa utaratibu wao kutafuta mabao, sio watoke bila tahadhari kwa kuona kwamba wao ndio wenye haki ya kutafuta hayo mabao, huku bila kujua kwamba wakitoka wote bila tahadhari wanatenza fursa akina Yosefe, akina Uchizi Vunga kutenza nafasi nyingine, akina Maganizo, akina Levinson Kamanga kuweza kuidhuru Yanga kwa kufunga bao lingine na kuwafanya kuongezea mzigo sasa kwamba kutoka kutakiwa kushinda kwa tofauti ya mabao mawili itabidi washinde kwa tofauti ya mabao matatu ikitokea tu Silver Strikers wamefunga. Na hii ni tahadhari. Nimetoka kuzungumza juu ya uwezekano wa Yanga kufanya vizuri, lakini hatari walio nayo ni lazima wa balance, kuwe na mizania sawa kati ya kushambulia na kuzuia, kwa sababu wakati wao kitafuta hayo mabao ninayosema tofauti ya mabao mawili kwenda juu, wanapaswa pia kuwa imara sana kwenye kuzuia. Wakiruhusu tu wakafungwa bao lolote, hata wakati wanaongoza mabao mawili, hata wakati bila wakatanguliwa, wajue kila bao litakalofunga Silver Strikers linazidi kuwatoa katika uwezekano wa kwenda hatua ya makundi, kwa sababu watatakiwa ushindi wao uwe wa tofauti ya mabao matatu. Kivipi? Wale wakifunga bao moja kwa mfano, halafu Yanga wakashinda mabao mawili, itakuwa 2-1. Tumeshatoka kueleza kwamba itabidi watoke.
wakishinda 3-2. Nimesema tofauti ya mabao matatu. Ni tofauti ya mabao mawili bila wale kufunga. Wale wakifunga itabidi endelee kuwa tofauti ya mabao mawili, yani 3-1, 4-1. Wakifunga moja, Yanga atalazimika kufunga mabao matatu. Najaribu kuliweka sawa hapa. Simaanishi tofauti ya mabao matatu. Isipokuwa wale wakifunga moja, Yanga itabidi wafunge matatu ili wasonge mbele, kwa sababu matokeo ya jumla yatakuwa 3-2. Wakifunga la pili, yani kila goli wanalofunga wanaipa Yanga mzigo, kwa sababu itabidi wafunge mabao 4. Wakifunga matatu, Yanga inabidi wafunge 5. Yani tofauti lazima mabao mawili. Wakifunga 8, Yanga inabidi wafunge 10. Nimetolea tu mfano. Kwa hiyo wakati nikisema kwamba mabao mawili yanawezekana, lakini tusisahau tahadhari kwamba cheza yao wasichukulie kwamba wao ndio wenye haki ya kufunga bila kuweka mizania sawa katika kuzuia, ili wasije wakaruhusu bao kwao. Mimi nikushukuru sana mzee wa data, bila shaka mtazamaji wangu ameweza kuelewa vizuri kabisa. Shukrani jazila. Yes, huyo ni mzee wa data Ramadhan Mbwaduke. Nilikuwa namuuliza kuhusu nafasi ya Yanga kufuzu makundi mechi ya marudiano, nini ambacho anatakiwa kukifanya, na ameweza kuongea vizuri kabisa mzee wa data hapo, akiipa nafasi Yanga kwa Mkapa, lakini pia kuna angalizo ambalo pia amelitoa hapo. Pointi ya msingi, subscribe YouTube channel yetu kwa ajili ya kuweza kupata update za kisoka, lakini pia tembelea page zetu za mitandao ya kijamii pale kwenye Instagram, Facebook, TikTok. Jina letu ni JR Mtita TV. Shukrani za dhati kwa wadhamini wetu ambao ni JNR Mtita Unisex Saloon pamoja na Brand Hotel. Naitwa Babu Ali, nyuma ya kamera kwa mwenzangu ambaye anaitwa Stan. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel? Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali. Garden nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.